Maradhi ya moyo yametajwa kuwa ndiyo chanzo cha kifo cha aliyekuwa mbunge wa Peramiho Jenista Mhagama ambaye alifariki dunia wakati akipatiwa matibabu katika hospitali ya Benjamin Mkapa, Dodoma. Hayo yamebainishwa na katibu wa bunge Baraka Leonard leo Jumamosi Desemba 13, 2025 wakati akisoma wasifu wa marehemu Jenista baada ya ibada ya misa iliyofanyika katika kanisa la Maria Teresa, parokia ya Kiwanja cha Ndege, Jimbo Kuu Katoliki Dodoma. Jenista Mhagama alifariki dunia Desemba 11, 2025 katika hospitali ya Benjamin Mkapa, Dodoma kwa maradhi ya moyo, amesema Leonard. Marehemu Jenista atazikwa Jumanne Desemba 16, 2025 katika kijiji cha Rwanda Mbinga mkoani Ruvuma. Jenista Mhagama alikuwa mbunge wa Peramiho aliyejijengea sifa kubwa kwenye siasa za Tanzania kupitia safari yake ya kiserikali iliyojaa vyeo vyenye umuhimu wa kitaifa na kikanda. Mwaka 2000 aliteuliwa kuwa mbunge wa viti maalum kwa mara ya kwanza. 2005 Mhagama alichaguliwa kuwa mbunge wa Peramiho kuwakilisha wananchi wake katika bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kwa miaka mingi amekuwa mstari wa mbele katika kuwakilisha maslahi ya wafuasi wake na maendeleo ya jimbo lake. 2014 mpaka 2015 baada ya kuonyesha ubora katika siasa za bunge, Mhagama aliteuliwa kuwa naibu waziri wa elimu na mafunzo ya ufundi, wadhifa uliompa nafasi ya kushirikiana na wizara katika uboreshaji elimu ya ufundi na nchi. 2015 mpaka 2020 katika serikali ya awamu ya 5 chini ya Rais John Magufuli, hayati Mhagama aliteuliwa kuwa waziri wa sera, bunge, kazi na vijana, ajira na walemavu. Alishughulikia sera muhimu za ajira, masuala ya bunge na masuala ya vijana na walemavu, akijitahidi kuboresha mfumo wa ajira na kushirikisha vijana katika maendeleo. 2020 mpaka 2024 Mhagama alihamishiwa katika ofisi ya rais kama waziri wa nchi, ofisi wa rais, akilenga kuongeza uwajibikaji na uwazi wa serikali kwa wananchi. Katika kipindi hiki alichangia katika kuboresha utendaji wa mashirika ya umma na kufanikisha sera za uwajibikaji wa serikali. Agosti 24 Rais Samia Suluhu Hassan alimteua kuwa waziri wa afya, nafasi ambayo amejitahidi kuitumikia kuboresha huduma za afya na kupunguza changamoto za uhaba wa madaktari na kuongeza upatikanaji wa dawa na huduma za afya kwa wananchi. Juni 2025, kati ya mafanikio yake ya kikanda, Mhagama alichaguliwa kuwa makamu ya kamati ya waziri wa afya katika ukanda wa Mashariki mwa Afrika, nafasi iliyomwezesha kushirikiana na mawaziri wenzake wa Kiafrika katika kuboresha sekta ya afya kieneo. Jenista Mhagama alijipatia sifa ya kuwa kiongozi wa karibu na wananchi wake na mmoja wa wanasiasa wanawake wenye ushawishi mkubwa nchini Tanzania. Safari yake inaonyesha ukuaji wa kiserikali kutoka mbunge wa jimbo hadi waziri wa afya mwenye jukumu la kikanda. Hivyo tumempoteza mtu ambaye ni wa muhimu sana. Cha kufanya ni tumuombee kwa Mungu ampokee salama. Hivyo usisahau kusubscribe na kutani on notification. Hii ni 49 Media. Asante sana kwa kunisikiliza.